Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera, Blasius Chatanda, amesema kuwa magari hayo 6 yatapelekwa ngazi ya wilaya, huku akishukuru serikali kwa kutoa magari hayo, akidai kuwa yatasaidia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa kazi za kipolisi mkoani Kagera. Tumsikilize kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera wakati akizungumza na waandishi wa habari. Hii ni TNTV, usahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment. Tumepokea magari 6 mapya aina ya Toyota Land Cruiser pickup, ni brand new na ni toleo la mwaka 2025. Nikisema mapya ni mapya kweli, yameanza yakiwa na 0 kilomita. Lengo kubwa ikiwa ni kuimarisha utendaji, kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa weledi, kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi kwa wakati pale walipo. Tunaishukuru sana serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mama katufanyia makubwa. Kwa kweli serikali hii tunasikia sababu ya kuishukuru. Imetufanyia makubwa kama unavyoona. Ni kwa mara ya kwanza katika historia wilaya mkoa unapokea magari ndani ya muda mfupi, magari 14 kwa muda usiozidi miezi mitatu. Hii ni historia, na tunaomba tuhakikishie serikali kwamba na Watanzania wote kwa ujumla, hususan wana Kagera, kwamba matokeo ya uwepo wa magari haya watayaona. Bila shaka mmeshuhudia tayari kiwango cha ajali kimeshaanza kupungua, kwa sababu askari wanafika kwa wakati kwenye matukio, lakini pia kwa sababu wako barabarani saa zote wakimuvu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Nipeleke salamu kwa wahalifu. Huu ni mwiba kwao. Magari haya ni mwiba kwao. Tutawafikia kwenye matukio kabla hawajaondoka. Kagera haitakuwa sehemu salama kwao kwa kufanya uhalifu. Anayedhani uhalifu unalipa akafanya sehemu nyingine. Niwahakikishie wananchi kwamba kupatikana kwa magari haya 6 mapya leo ni uhakika mkubwa wa usalama wao kwetu. Sisi sasa tunadaiwa na wananchi, kwa sababu magari haya ni kodi za wananchi. Sisi sasa tunadaiwa na wananchi, tunahitaji kudeliver kile ambacho wananchi wanakitarajia, na tunawaomba tuwahakikishie kwamba hilo litakuja. Barabara zetu zitakuwa salama, mapoli yetu watu watapita salama, lakini pia hata tunakoelekea kwenye zoezi la uchaguzi, wananchi watapiga kura kwa mazingira yenye amani na utulivu kabisa. Wao waendelee kupambana kuzalisha. Sisi kazi yetu itakuwa ni kuhakikisha kwamba wao wanazalisha katika mazingira ambayo yana amani na utulivu. Hilo ni deni letu sisi kwa wana Kagera, ambao ndio walipa kodi waliosababisha magari haya yakanunuliwa. Gari mliopokea ni 6, yanakaa hapa kituo kikuu cha polisi. Haya ni magari ambayo yanakwenda kwenye wilaya zote za mkoa huu. Ni wilaya moja haijapata, na lenyewe la kwake liko njiani linakuja, lakini pia ilikuwa imeshapewa gari nyingine mwanzoni, wilaya ya Ngara. Kwa hiyo wilaya zote zilizobakia zinapewa magari haya. Ndio maana unavyoona hapa mbele yangu, kulia kwangu na kushoto kwangu, hawa ni maOCD. Kwa hiyo wamekuja wao wenyewe ili ni wakabidhi wao wenyewe kwa maelekezo maalum yanayohusiana na utunzaji uliotukuka wa magari haya, ili yaweze kutoa huduma kwa muda mrefu. Kamanda, naomba kujua labda ajali za barabara zimepungua kwa kiasi gani kwa kipindi cha miezi mitatu hii tangu mwaka huu? Kwa ujumla ajali zimepungua
kama unakumbuka, tangu tumeanza Januari mpaka leo bado hatujapata ajali kubwa kama ambavyo tulizipata mwishoni mwa mwaka. Na kama mtakumbuka, mwishoni mwa mwaka tulipata magari mawili ya doria za barabarani, tukaja tukapata gari nyingine ndogo Probox. Kwa hiyo na Probox nyingine iliyokuwa hapa, zile zote tumezipeleka barabarani zote, ili angalau ziweze kushanti kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini pia tulikuwa na changamoto kule ile barabara ya kwenda Rwanda na Burundi, kwa sababu kule wenzetu wanaendeshea kulia, sisi tunaendeshea kushoto. Kwa hiyo maana yake kulikuwa na ulazima wa polisi visibility barabarani na kuwakumbusha wanapoingia kule mpakani, wakumbushwe kwamba jamani, mmeingia huku kwetu, hatuendi kulia, tunaendeshea kushoto. Lakini wanapokuwa wengi barabarani na magari yetu yanapokuwa mengi barabarani, lakini askari wengi kwenye points, inasaidia kuwakumbusha pale ambapo mtu anajisahau. Kama alijisahau, anajua hapa sitaenda mbali, nitakutana nao hawa wataniadhibu kwa hiki ninachokifanya. Lakini pia kwa mkosaji anayekosa akataka kutoroka, sasa tuna uhakika kwamba akitaka kutoroka barabarani, tutawaagiza walioko mbele, gari iliyopo itamfuatilia mpaka pale aliposimamishwa, ataenda kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo kimsingi ajali zimepungua. Kwa kumbukumbu yako, kama unakumbua, hatujapata ajali kubwa ya majeruhi wala hatujapata ajali kubwa ya vifo tangu tumeanza Januari. Of course ajali ya mtu kagongwa, mtu kagongwa na bodaboda, kavunjika mguu, katika hali ya kawaida hazijaisha, lakini zenyewe zimepungua kwa kiwango kikubwa. Kwa nini? Ukiacha doria, tunachukua hatua kali sana kwa madereva. Mpaka tunavyoongea leo, madereva wasiopungua 95 wamefungiwa leseni kuanzia mwezi Disemba mpaka tunapofika leo. Kwa hiyo hili na yenyewe imepeleka message kwamba ukifanya kosa, leseni yako itaenda benchi. Kwa hiyo hii imefanya madereva waanze kuchukua tahadhari. Kama unavyojua, leseni kwa dereva ndio ugali wa watoto wake. Kwa hiyo ukimfungia leseni, manake umemfanya sasa akose kile ambacho alikuwa anawapelekea watoto, kwa sababu anakula kutoka kwenye gari analoliendesha. Kwa hiyo hii imefanya madereva waanze kuchukua tahadhari. Kama unavyojua, leseni kwa dereva ndio ugali wa watoto wake. Kwa hiyo ukimfungia leseni, manake umemfanya sasa akose kile ambacho alikuwa anawapelekea watoto, kwa sababu anakula kutoka kwenye gari analoliendesha. Kwa hiyo hii imefanya madereva waanze kuchukua tahadhari. Kama unavyojua, leseni kwa dereva ndio ugali wa watoto wake. Kwa hiyo ukimfungia leseni, manake umemfanya sasa akose kile ambacho alikuwa anawapelekea watoto, kwa sababu anakula kutoka kwenye gari analoliendesha.